sisi tuko tayari kabisa kupitisha kwenye yale makubwa ambayo yamejiri katika tetesi mbalimbali za kiusajili. Kulikuwa na taarifa, tuanze kwa wananchi Young Africans ambako huko kulikuwa na taarifa ambazo zinamhusisha nyota mchezaji wa zamani wa AS Maniema na mzungumzia Maxim pia Zengeli, ambako taarifa za awali kabisa zilikuwa zikieleza kwamba mkataba wake unafikia mwishoni na wananchi Young Africans, na mpaka sasa hivi ni kama vile kulikuwa hakuna chochote ambacho kinaendelea baina ya uongozi wa klabu hiyo ya wananchi Young Africans na nyota huyo namzungumzia Maxim pia Zengeli. Lakini jana na leo tumeona pia taarifa mbalimbali katika mitandao ya kijamii kwamba kiungo huyu mshambuliaji raia wa Kongo huyu Maxim pia Zengeli tayari ameongeza kandarasi ya miaka 2 kuendelea kusalia katika klabu ya wananchi Young Africans, ambapo mkataba wake ulikuwa unatamatika msimu wa mwisho wa msimu huu 2024-2025. Japo taarifa za chini kweli zilikuwa zikieleza kwamba Maxim pia Zengeli yuko kwa wananchi Young Africans kwa mkopo kutokea AS Maniema pale, na jambo ambalo Young Africans wamekuja na kuonesha kwamba wameingia naye mkataba mchezaji huyo na kuweka makubaliano kuendelea kusalia katika kikosi hicho. Halikadhalika Pacome Zouzoua naye pia taarifa kutokea kwa wananchi Young Africans za ndani kabisa zinaeleza kwamba tayari wamekaa meza moja na kujadili na kuboresha masuala, lakini pia kumuongezea mkataba tena wa miaka 2. Halikadhalika Dickson Jobo mlinzi huyo wa wananchi Young Africans naye pia ameongezewa mkataba. Mwalimu wa wachezaji hao watatu, kulikuwa hakuna namna yoyote ya wananchi kuachana nao kwa wakati huu. Ukiangalia Dickson amekuwa katika kiwango bora sana toka amejiunga na wananchi Young Africans. Maxi Zengeli kila mmoja anafahamu namna gani ambavyo amekuwa muhimu sana kwenye kikosi. Unajua kuna wakati mwingine huhitaji sana kutumia akili kubwa kwenye kujua uwezo wa mchezaji na umuhimu wake kwenye timu. Unajaribu kuhusianisha tu kwamba kwenye timu mchezaji amefanikiwa kucheza kwenye kikosi cha kwanza, labda timu ikifundishwa na makocha watatu tofauti. Gamondi amekuja Omar Lamovic, Sead Lamovic, lakini amekuja Melody, bado anaendelea. Unakuta hao Maxi, Pacome, Dickson wamekuwa mara nyingi hawakosekani kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo tu nagundua kwamba ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, na Mudathiri vile vile amekuwa ni mchezaji ambaye amejihakikishia nafasi kwenye kiungo wa juu namba 8 kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. So far walikuwa ni wachezaji ambao yani kila moja yani angewashangaa Young Africans kama wasingetengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kubaki nao katika msimu unaokuja. Na ukiangalia Max, ukimwangalia Mudathiri, Dickson, umri wao unaona kabisa bado ni wachezaji ambao wana nguvu, wanaweza wakaendelea kuitumikia Young Africans hata kwa misimu labda 3, 4 hadi 5 inayokuja. So far kwa Young Africans ilikuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba wanaendelea kubaki nao. Unajua wakati mwingine ili kutengeneza timu nzuri yani ambayo ina muendelezo mzuri, moja kati ya tunasema nini yani njia za kupita katika kuhakikisha kwamba unakuwa na timu bora kwa muda mrefu ni kuwafanya wale wachezaji ambao tayari wametengeneza muunganiko kiwanjani wanaendelea kusalia kwenye timu. Lakini kifikia tu hatua kwamba misimu miwili wachezaji walioisha, wachezaji ambao mikataba labda imeisha lakini wana uwezo mkubwa wanachana nao, unawaleta wengine bado unakuwa uwezi kupata timu bora zaidi. Lakini kwa Young Africans wamekuwa na timu bora katika misimu hii 3-4. Kwa hiyo wachezaji hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans. Yes, ni tathmini ya kwake
kwake mwalimu Lisungu Mwela Kinguruma kuhusiana na wachezaji hao ambao Young Africans wamewaongezea mkataba. Lakini kwa kikosi cha Simba Dar es Salaam ni kuhusiana na taarifa za ndani kutokea kikosini hapo zikionyesha zimevutiwa zaidi na golikipa namba 1 wa Al Hilal ya Sudani pale, nazungumzia Issa Fonana mwenye miaka 21, huku ikionekana sababu pia kuvutiwa na mchezaji huyo ama mlinda mlango huyo ni kutokana na kile ambacho wanachokitaja kwamba Musa Pinpin Kamara amekuwa hana maelewano mazuri na baadhi ya nyota kutokea ndani ya kikosi hicho, jambo ambalo Simba wanajaribu kutazama namna ya kuweza kumpata Issa Fofana. Ni moja kati ya taarifa pia kiusajili ambayo tuko nayo. Lakini kule JKT Tanzania, John Raphael Bocco mambo yameonekana kuwa magumu sana. Amesajiliwa katika msimu uliopita, lakini sasa hivi taarifa zinaeleza kwamba mshambuliaji wao John Raphael Bocco mwishoni mwa msimu huu wanaenda kuachana naye, na sababu za kuachana naye ni kwamba na tumeshuhudia pia tokea walivyomsajili John Raphael Bocco ni kama majeraha kiasi kikubwa yamekuwa ya kimtesa. Kiufupi sana mwalimu, ni wakati wa John Raphael Bocco kutumbiga daruga. Of course unajua yani changamoto kubwa ya Bocco ni mchezaji ambaye hana muendelezo mzuri, sio tu wa kiwango kiwanjani, yani hana muendelezo mzuri wa mazingira, tunasema nini, yani ya utimamu wa mwili, yani tukihusisha afya. Toka akiwa Simba yani amekuwa ni mchezaji ambaye yani wa pancha sana, kitu ambacho kwa namna fulani yani kimemfanya au kimempunguzia nini makali yani kiwanjani. Of course ni sahihi kwamba umri umesogea, lakini yani kwake yeye bahati mbaya ni kwamba umri umesogea, alafu na bahati mbaya kwake ni kwamba majeraha yamekuwa yanamuandama kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo muda mwingi anajikuta anashindwa kufanya mazoezi yale ambayo yatamfanya awe fit. Kwa hiyo mimi kwangu, kwa kuwa ukiangalia hata namba zake kiwanjani unaona kabisa umefika tu wakati wa John Bocco kuona namna gani nyingine anaweza kaendelea kuwepo katika tasnia ya mpira, lakini sio kama mchezaji tena, kwa sababu amekuwa hana muendelezo mzuri wa kuwa fit kucheza mechi za kiushindani.